우리 꼭 응답받기 위한 언약을 잡아야 되겠습니다. Lazima tukamate agano ambalo kwa hilo tutakwenda kupata majibu. 모세가 40년 동안 왕궁에 있었습니다. Musa alikuwepo ikulu kule kwa miaka 40. 많은 사람들이 해석하기를 왕궁에서 있었던 동안에 응답이 없었다 이렇게 해석하는 사람도 있습니다. Wapo watu wengi ambao wanatafsiri kwamba kule ikulu miaka 40 Musa hakupata majibu. 그렇지 않습니다. Lakini haiko hivyo. 왕궁에서 하나님은 많은 것을 준비시켰습니다. Kule ikulu Mungu alimpa maandalizi mengi. 예, 사고가 나서 도망을 한 것입니다. Alitoroka mara baada ya kusababisha tukio. 그래서 40년 동안 80이 될 때까지 숨어 살았습니다. Kwa aliishi kwa kujificha miaka 40 mpaka alipofika miaka 80. 그 많은 사람들이 또 오해합니다. 숨어 살아서 고생했다 생각합니다. Hata hapa watu wengi wanashindwa kuelewa, anasema aliishi kwa kuteseka huku akiwa anajificha. 하나님은 가장 중요한 걸 준비시켰습니다. Lakini wakati ule Mungu alimpa maandalizi ya kitu cha muhimu zaidi. 창세기도 그때 기록됐다 하는 사람도 많습니다. Wapo pia watu ambao wanasema kipindi kile aliweza kuandika kitabu cha Mwanzo. 나머지 40년은 120까지 살았는데 이스라엘 민족을 끌고 광야로 가는 겁니다. Miaka 40 iliyobaki aliishi mpaka miaka 120, anawaongoza wana wa Israeli jangwani miaka 40. 네, 엄청난 사건이 생긴 거죠. Matukio makubwa haya yanatokea. 오늘 우리는 기도 응답 받는 중요한 걸 찾아야 되겠는데 몇 가지 오해는 꼭 버리셔야 됩니다. Sisi lazima tukamate vitu muhimu kwa ajili ya kupata majibu, lakini lazima tutupe vitu kadhaa ambavyo hatuwezi kuvielewa. 여러분에게 응답이 없는 것은 없는 게 아닙니다. Ninyi kutokuwa na majibu sio kwamba hakuna majibu kwenu. 하나님이 지금 숨은 준비를 많이 하고 계시는 겁니다. Sasa hivi Mungu anafanya maandalizi mengi yaliyofichika. 모르고 응답 없다 이렇게. Kwa kutofahamu hivyo mnadhani majibu hakuna. 아니 하나님이 인도하는 사람이 왜 저렇게 어려움 당하고 저렇게 광야로 미디안으로 도망갔냐 말이야. Kwa nini Mungu mtu ambaye anamuongoza anakimbia hapo kule jangwani? 네, 그런 착각을 하기 때문에 우리가 많은 걸 놓칩니다. Kwa kudanganyika huko tunapoteza vitu vingi sana. 미디안에 숨어 있을 때 가장 큰 은혜를 하나님이 주신 것입니다. Mungu alimpatia neema kubwa zaidi alipokuwa amejificha kule Midiani. 흔히 우리가 이제 세상 사람 이렇게 가르칩니다. 막 길을 놓치지 마라. Watu wa dunia hii wanaongea kwa urahisi kwamba usipoteze njia. 개인적으로 맞는 말이기도 합니다. Kibinafsi inaweza kuwa ni sawa. 뭐 도전해라. Tia changamoto. 뭐 노력해라. Tia bidii, watu wanasema. 필요한 말입니다. Maneno hayo tunayahitaji. 정확한 답은 아닙니다. 그게. Lakini sio jibu sahihi. 그래서 불신자도 아니고 신자도 아니고 언약이 성취가 안 된단 말이에요. Ndio maana sio tu kwa watu wanaoamini, hata wasioamini agano la Mungu halitimiliki. 오늘 이 모세에게 주신 언약은 하나님의 시간표입니다. Agano ambalo leo Mungu anampatia Musa ni ratiba ya Mungu hii. 예, 여러분은 하나님의 시간표 속에 있기 때문에 언약만 가지고 있으면 하나님이 중요한 시간표를 주시는 겁니다. Kwa sababu ndani ya ratiba ya Mungu, ninyi mkikamata tu agano lake, Mungu anapatia ratiba ya muhimu. 그런데 주로 하나님의 시간표를 언제 하나님은 보이시느냐는 겁니다. Lakini wakati gani Mungu huionyesha hiyo ratiba yake? 여기서 또 많은 사람들이 착각합니다. Hata hapa watu wengi wanadanganyika na kukosea. 위기 왔을 때입니다. Wakati wa hatari, 여러분에게 문제 왔을 때입니다. wakati kuna matatizo yanawajia. 여러분에게 문제가 온 것은 하나님이 가장 축복하시는 시간표예요. Kuwajia matatizo kwenu ni ratiba kubwa zaidi ya Mungu kuwabariki ninyi. 이거 놓치기 때문에 다 놓칩니다. Kwa sababu watu wanapoteza kitu hicho na ukweli huo, wanajikuta wanapoteza vyote. 불신자처럼 살면 되는데 불신자보다 못 살게 돼요. Ingefaa waishi kama wasioamini, lakini wanajikuta wanaishi kwa hali mbaya kuliko wasioamini. 반드시 그렇게 됩니다. Lazima watakuwa hivyo tu. 여러분에게 큰 어려움이 왔다. 하나님의 시간표 정도가 아니고 하나님이 축복하시는 시간표예요. Kama una magumu makubwa yamekujia, sio tu ratiba ya Mungu, ratiba kubwa ya Mungu imekujia mbele yako, maana yake ni hiyo. 맞아, 고난 당한다. 그 시간이 바로 하나님이 축복할 시간표래. Nimekuta na mateso, hiyo ni ratiba ya Mungu kwa ajili ya kunibariki mimi. 이제 큰 위기가 온 것처럼 보여요. 왔어요, 사실은. Kuna wakati unaweza kuona hatari kubwa imekuja, na ni kweli ilitokea. 요셉이 총리로 있을 때, 저 히브리 나라가 얼마나 귀한 나라 됐는데 요셉이 죽고 시간이 흘렀단 말이에요. Wakati Yusufu amekuwa waziri mkuu, ile nchi ya Ibrania ilikuwa ni nchi ya thamani namna gani, lakini siku moja Yusufu akafariki, akafa. 다른 왕이 쓴 거예요. Akatokea mfalme mwingine. 근데 이 왕이 보니까 237에 많은 종족들을 노예로 데려다 놓고 쓰고 있는데 고민이 생겼단 말이에요. Mfalme hapa angalia watu wengi wanafanya kazi za utumwa kutoka mataifa 237, akapata wasiwasi mfalme. 이 이스라엘 사람, 히브리 사람이 후대들이 막 계속 커나가는 거예요.
Akaona wao Waisraeli hao Waebrania wanaendelea kuongezeka na kuwa na 이걸 겁을 nguvu, 먹은 겁니다. akapata uoga. 아, 이게 히브리 민족이 너무 강해진다. Hao Waebrania wanapata nguvu sana hawa. 그래서 이 남자아이들은 다 죽이라. Kwa akaamua watoto wa kiume wote wauawe. 바로가 이제 그걸 착각을 한 거지. 죽이면 되겠다. Alidanganyika mfalme Farao akasema tuwaue. 살리고 남자 다 죽여. Waueni wote wa kiume, wa kike muache hai. 저기 또 여자가 더 센 줄 모르고 남자 Bila kujua nguvu ya wanawake akaamua eti wauawe wanaume tu. 그리 죽이기 시작한 거예요. Akaanza kuwaua. 큰일 났잖아요. Ilikuwa ni hatari. 이때였습니다. 이게 시간표입니다. Wakati ule hiyo ilikuwa ratiba. 이걸 알고 벌써 요게벳이 보낸 거거든요. Yokebedi kufahamu kitu hicho anampeleka 하나님의 kule. 언약은 반드시 성취됩니다. Lazima agano la Mungu litatimilika tu. 자, 이때 하나님이 모세에게 말씀을 주시다 정도가 아니고요. 말씀을 선포한 거예요, 언약을요. Wakati huu Mungu hakumpatia tu Musa neno lake, bali alitangaza na kumpatia agano lake. 네 백성이 고난당하는 걸 보았다. Nimeona mateso ya watu wangu 애굽이 어떻게 하는 걸 다 보았다. na nimeshaona namna ambavyo Wamisri wanawafanyia watu 그래서 wangu. 아주 중요한 말이 9절에 나오죠. Alafu na neno la muhimu tokea mstari wa 9 hapa. 이스라엘의 부르짖음이 내게 닿았다. Anasema kilio changu nimekisikia cha Waisraeli. 그래서 지금 가서 바로왕에게 말해라. Sasa hivi nenda ukamwambie mfalme Farao. 가서 내 백성을 내 보내라고 말해라. Nenda kamwambie awatoe watu wangu. 피제사 드리러 가겠다고 말해라. Nenda kamwambie watakwenda kutoa dhabihu ya damu. 이제 언약을 주신 거예요. Akampatia 내가 agano hili. 능한 손으로 너와 함께 하겠다. Nami nitakuwa na wewe kwa mkono wangu wenye uweza. 반드시 성취시키겠다. Lazima natimiliza kitu hichi. Tayari walipatia agano. 백성들에게 뭐라고 이야기하면 되겠습니까? Akamuuliza Mungu, nitawaambiaje basi watu wa Israeli? 나는 스스로 있는 자니라. Kawaambie mimi ni niko ambaye niko. 창조주지요. Muumbaji mimi. 그 이름으로 보냈다고 말해라. Kawaambie nimekutuma wewe kwa jina hilo. 그리고 이 사실들을 장로들에게 얘기해라. Alafu kawajulisha wazee ukweli huu. 그리고 바로왕에게 가라. Alafu nenda mbele ya mfalme Farao. 능한 손으로 너와 함께 하겠다. Nitakuwa na wewe kwa mkono wangu wenye uweza. 약속이에요. Ahadi hiyo. 그대로 성취돼서 말 듣지 않죠. 바로왕이 안 듣죠. Na mambo yakatimika kama alivyoahidiwa. Mfalme Farao hakusikia maneno, lakini 하나님이 10가지의 기적을 일으켰어요. 애굽을 무너뜨립니다. Mungu akashusha mapigo 10 akaiangusha Misri. 안 보낼 수가 없어요. Hakuwa na budi bali kuruhusu 왜 watoke tu. 그렇습니까? Kwa nini iko hivyo? 하나님의 약속이니까. Hiyo ni ahadi ya Mungu, ndio maana 나오기도 했습니다. lazima wangetoka 그 tu. 장면을 얘기하는 거예요. Maandiko haya yanaelezea tukio hili. 언제든지 하나님의 시간표 속에 있으면 되는데 하나님의 시간표는 여러분이 어려울 때, 위기 당할 때, 방황할 때, 힘들 때 역사하시는 거예요. Wakati wote ratiba ya Mungu ipo, na ratiba ya Mungu na kazi ya Mungu zitatokea wakati wa matatizo yangu magumu, wakati wa hatari, wakati wa kutangatanga kwangu. Lazima kukumbuka kitu hicho. 여러분이 받을 응답 5가지 반드시 있기 때문에 오늘 이 역사를 일으킨 겁니다. Leo Mungu sababisha kazi hizo kwa sababu kuna majibu 5 ambayo lazima ninyi muende kuyapokea. 첫째입니다. Kitu cha kwanza, 이스라엘 민족을 해방시켜라. waweke huru wana wa Israeli. 그게 하나님 첫째 목적입니다. Hilo ni lengo la kwanza la Mungu. 뭐였어요? Kilikuwa kitu gani hicho? 애굽이 중요한 게 아닙니다. Misri sio muhimu. 사단에게서 해방시켜라. Watoe kwa 이 shetani. 해방 안 된 사람 많아요. 죽습니다. Kuna watu wengi ambao hawajawekwa huru wanakufa. 아무리 가지고 아무리 성공해도 행복 없습니다. Watu hata kama wana vitu vingi, hata kama wamefika namna gani, hawana furaha. 잠시의 즐거움은 있을지 몰라도 안식도 없습니다. Huenda wakawa na furaha za muda mfupi, lakini hawana pumziko la kweli. Hakuna. 늘 싸우고 전쟁하고 죽습니다. Wanagombana na kupambana vita, wanakufa hivyo kila siku. 사단에게서 해방시키라. Waweke huru chini ya shetani. 피제사들로 가라. Katoe dhabihu ya damu. 쉽게 말하면 유월절 체험해라. Kiurahisi, ndeni mkapate uzoefu wa Pasaka. 해방되어야 돼요. Lazima wawekwe huru. 그리고 저 노예들 고생하는 걸 봤다. Alafu nimeona mateso ya watumwa hawa. 이게 첫째 언약이었어요. Hilo ni agano la 이게 kwanza. 우리가 받을 응답이 뭡니까? Majibu sisi kwenda kupokea ni nini hapa? 해방돼야 됩니다. Lazima tuwekwe huru. 우리 거의 해방 안 됐어요. 해방돼야 돼요. Asilimia kubwa tuwekwe huru, lazima tuwekwe huru. 내가 옛날에 현장에 전도할 때 신자를 만났단 말이에요. Mimi zamani wakati nafanya injili shamba la Bwana nikutana na muamini mmoja.
복음 아는 사람 한 명도 없었어요. lakini hakukuwa hata na mmoja ambaye anafahamu injili 내가 huko. 그런 사람 하나님 보낸지 모르겠지만 Sikujua kama Mungu alituma hivyo, lakini hakukuwa na mtu wa namna hiyo. 그래서 한때 유명한 무속인 점쟁이 전도하러 내가 사람을 보내서 심진송이라고 있잖아요. 보내서요. Kwa kuna wakati fulani nilipeleka wachungaji wangu wakamfanyia uinjilishaji mchezo mmoja anaitwa Shimjion. 그 사람에게 복음 전해라. Nikamwambia kamwelezeeni injili huyo mchawi. 팀 목사 몇 명이 악착같이 가요 또. Ile timu ya wachungaji wale kadhaa wakatia bidii bila kukata tamaa, wakaenda kumtafuta. Haikuwa rahisi kukutana na yeye. 만날 수가 없는데 너무 악착같이 하니까 어떻게 만났어요 이게. Haikuwa rahisi, lakini walijitahidi sana, mwishowe akakutana naye mara baada ya kutia bidii. 딱 바로 그래 얘기하더라고요. Walipojaribu kumwelezea injili, yule mchawi akaongea moja kwa moja. 나는 반드시 하나님께로 돌아갑니다. Akamwambia mimi lazima nitarudi kwa Mungu. 지금 날 괴롭히지 마세요. Lakini sasa hivi msinichokoze. 나는 하나님께로 갑니다. Mimi nitarudi kwa Mungu. 지금 난 정리가 덜 됐습니다. Sasa hivi bado sijajipanga, sasa hivi bado. 그러더래요. Alijibu hivyo yule mchawi. 그럴 겁니다. 장로 딸이에요. Ingekuwa ni hivyo, sababu yule ni binti wa mzee wa kanisa. 근데 너무 인기가 있어가지고 사람들이 밀리는데 평일에 예약 안 된 사람이 몇십 명이 와 대기하고. Lakini alikuwa na watu wengi ambao zaidi ya mamia ya watu kwa siku za kawaida wapo kwenye foleni, hawawezi kukutana na yeye. 그 중에서 넥타이 턱 메고 신사가 있더래요. Kuna mtu mmoja muungwana amesema pale, alikuwa amevaa tai na anasubiri kwenda kumuona pale. Amesema pale. 그래서 내가 보낸 이 목사님이 그 신사를 불러가지고 그 뭐 집으로 차 한잔 합시다. 얘기 좀 이랄까 그 같이 들어오더래. Kwa wale wachungaji ambao nimewatuma wakamuita, wakamwambia naomba tunywe chai pamoja. Yule mtu akakubali kwenda kuongea na wachungaji ambao nilikuwa nimewatuma kule. 복음을 전했어요. Wakamwelezea injili yule mtu. 복음 전했는데 이분이 눈물을 팍 쏟아냈어요. Alipoelezewa injili yule mtu akaanza kulia, akamwaga machozi. 잘못했다면서요. Akasema nimekosea. 어느 교회 안수 집사라더라고요. Akamwambia mimi ni shemasi wa kanisa fulani. Shemasi aliyesimikwa si kiongozi wa kanisa jamani. 무슨 일인지 모르겠고 점쟁이 저거 보려고. Kiongozi wa kanisa sijui ana jambo gani, yupo kwa mwaguzi, kwa mchawi sasa hivi. 그런 교회 많아요. Yapo makanisa mengi namna hiyo. 해방돼야 돼요. Lazima tuwekwe huru. 그러면 나를 이거 지켜야 되고 뭐지? 해방되세요. Kushika siku sio na vitu gani? Hapana, lazima tuwekwe huru. 뭐 무신자들 그 사단에 잡힌 날 다 지켜야 돼요. 그렇죠? Watu wasio ambao wamekamatwa na shetani lazima washike siku fulani. 해방이 안 됐어요. Hawajawekwa huru, ndio maana. 문 끝난 겁니다. Sisi tayari mambo yamekwisha. 생명의 성령의 법이 너를 죄와 사망의 법에서 해방하였습니다. Sheria ya roho uzima katika Kristo imewekwa huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. 애굽에서 나오도 중요하지만 사단에게서 나와야 돼. Ingawa kutoka Misri ni muhimu, lakini kutoka chini ya shetani ni muhimu zaidi. 그래서 염려 다 버리세요. Ndio maana tutupe wasiwasi wetu wote. 붙잡고 염려하고 있으면 안 되거든요. Haifai kuwa na hofu huku umekamata kitu ambacho sio sahihi. 나는 왜 이렇게 환란이 많습니까? 아니죠. Kwa nini mimi nina dhiki nyingi? Hapana. 왜 이렇게 갈등이 생깁니까? Kwa nini nakutana migogoro? Hapana. 나는 왜 어려움 당합니까? Kwa nini nakutana magumu? Hapana, nakwambia. 처음부터 시작부터 틀린 거예요. 하나님이 중요한 걸 주시려고 하는 시간표예요. Tangu mwanzo tunafikiria vibaya. Hiyo ni ratiba ya muhimu ya Mungu tupate sisi majibu ya muhimu, ndio maana. 큰 위기한 것처럼 보이는데 5가지가 남아 있다. Unaweza kuona kama ni hatari kubwa, lakini kuna vitu 5 vimebaki mbele. 두 번째가 뭡니까? Kitu cha pili, 빨리 가서 세계 복음을 해. nenda haraka kafanya uinjilishaji wa 갇혀 dunia. 있어야 될 사람이 아니에요. Wewe sio mtu wa kufungwa mahali. 뭡니까? Kitu gani hicho? 오순절 능력을 체험하고 나가라. Pata uzoefu wa sikukuu ya Pentekoste alafu utoke. 강대국은 뭐 하고 있었냐? 계속 전쟁했어요. Mataifa yenye nguvu yamekuwa ikifanya nini muda wote? Yamekuwa ikifanya vita tu. 약소국은 뭐 했냐? Mataifa dhaifu 계속 잡혀갔어요. muda wote yamekuwa ikikamatwa tu, si ndio? 이스라엘은 뭐 했냐? Israeli je? 복음 줬더니 복음은 안 전하고 그 사람들이 사단하는 일에 심부름했어요. Israeli wamepewa injili, hawajaelezewa watu injili, wanafanya kazi za shetani. 우상 신전을 만드는데 그게 일했다니까요. Walifanya kazi kwenye kujenga masanamu wana wa Israeli. 웃음꼴이래요. Wamekuwa 여러분이 kichekesho. 반드시 받을 응답 첫 번째 뭐냐? 너희들은 해방되었다. Majibu ya kwanza ninyi kupata mfahamu kwamba tumewekwa huru. 그리고 뭡니까? Alafu kitu gani? 이 절대는 세계 복음 해야 돼. Lazima kufanya uinjili wa dunia. Nenda. 세 번째는 뭡니까? Kitu cha tatu ni nini?
반드시 이루실 언약이 있기 때문에요. Kwa sababu lipo agano lazima Mungu anakwenda kulitimiliza. 수장절 보좌의 배경 가지고 가. Mwende na baka na kiti cha Mungu, sikukuu ya mavuno. 엄청난 거죠. Ni jambo kubwa sana hili. 거기서 뭐가 나왔습니까? Kitu gani kinatokea hapa? 세절기 나왔잖아요. Sikukuu tatu zinatokea hapa tunaona. 애굽에서 출애굽한 날 양의 피 바른 날 나왔어요. Siku alipopaka damu ya kondoo waliweza kutoka kule Misri. 구원. Uokovu. 이 축복을 누려야 돼요. Furahia baraka hizo. 그러고 강약하는데 50일 만에 곡식을 얻어서. Alafu walipokuwa wakitembea jangwani ndani ya siku 50 waliweza kuvuna nafaka. Sikukuu ya Pentekoste. Hiyo ni siku ya ujazo wa Roho Mtakatifu. 너희의 배경은 보좌야 수장절. Background yenu ninyi kiti cha Mungu ni sikukuu ya mavuno. 이 힘 가지고 가라. Nendeni kwa nguvu hizi. 이 축복을요. 하나님 주신 겁니다. Mungu atupatie sisi baraka hizi. 그만 준 게 아니에요. Hajatupatia kitu hicho 네 tu. 번째 축복이 또 있어요. Iko baraka ya 4. Kitu gani hicho? 성막. Mahema. 교회 회복해라. Rejesha kanisa. 성전 회복해라. Rejesha 나가서 hekalu. 교회 회복하는 거야. Rejesha kanisa. 굉장히 중요하죠. Ni muhimu sana. 그 안에는 언약궤 있습니다. Ndani yake kulikuwa na sanduku la agano. 그렇죠. 언약궤 있어요. Sanduku la agano lilikuwepo kule 언약궤 ndani. 뭐 있습니까? Ndani ya sanduku la agano kulikuwa na nini? 아론의 지팡이에 싹이 났는데 그거 들어 있어요. Fimbo ya Haruni ambayo ilikuwa na machipukizi ilikuwa ndani 아론의 kule. 싹이 지팡이인데 아론이 아닙니다. 아론의 지팡이. Ni fimbo ya Haruni, sio Haruni. 아론의 지팡이가 뭡니까? Fimbo ya Haruni maana yake nini? 하나님의 언약의 말씀 들을 때 우리에게는 마른 나무에 생명이 솟는 것처럼 솟아난다 이거예요. Tunaposikia neno la Mungu, miti yetu mikavu inainuka kwa uzima wake. 그 아론을 얘기하는 게 아니라니까요. Ili jambo alimuelezea 그 Haruni. 안에는 새벽에 밤 잠자는 동안에 만나를 내려서 굶어 죽지 않게 만들었어요. Ndani kule Mungu alifanya mana zishuke wakati alfajiri, wakati watu wamelala, ili wale wasife. 그 항아리가 들어있는 겁니다. Kulikuwa na chombo cha mana. Rejesha 또 뭡니까? kanisa. Kitu 그 gani? 안에는 영원히 없어지지 않은 돌에 새긴 하나님의 말씀 다 들어있어요. Kulikuwa na jumba limeandikwa neno la Mungu ambalo halitapotea milele hata milele. 그거를 지성소에다가 Liliwekwa patakatifu pa patakatifu. 지성소에는 천사들이 왔다 갔다 심부름하는. Na kule patakatifu patakatifu makerubi walipanda na kushuka. 성소에는 우리를 살리는 모든 기구들이 다 성소에 예비되어 있습니다. Na patakatifu huwa kuna vyombo na vitu vya kutufanya sisi kuwa hai kwa ajili ya ibada. 더 회복해라는 겁니다. Rejesha kitu hicho. 마지막으로 뭡니까? Cha mwisho ni nini? 이거를 후대에게 각인시켜. Wekeni uchapaji kwa vizazi vyenu vijavyo. 이거 하라는 겁니다. Fanyeni kitu hicho. 후대에 각인시켜. Wekeni uchapaji kwa vizazi vijavyo. Kitu gani? 모든 문제의 발생과 해답은 어디에 있습니까? Matatizo yote mwanzo na jibu lake yanapatikana wapi? 창세기에 있습니다. Kitabu cha Mwanzo. 그렇죠. Si ndio? 그러면 흑암에서 해방받아야 됩니다. 그 해방받는 이유가 어디 있죠? Lazima tutoke mamlaka ya giza. Sababu kutoka mamlaka ya giza itakuwa ni nini? 출애굽기에 있습니다. Kitabu cha Kutoka. 우리가 하는 행위 중에 가장 중요한 행위가 예배입니다. Kati ya matendo yetu, tendo la ibada la muhimu kuliko matendo yote. 예배에 성공해야 돼요. Lazima tushinde ibada. 그게 뭐죠? Kitu gani hicho? 레위기입니다. Kitabu cha Walawi. 하나님의 백성과 지파가 왜 중요하냐? 민수기입니다. Kwani watu wa Mungu na kabila la Walawi ni wa muhimu. Kitabu cha Hesabu. 그 정탐꾼과 지파 형성됐을 때 가나안 입국시켰습니다. Waliweza kuingia Kanaani mara baada ya kuandaa wale wapelelezi na yale makabila kuandaliwa. 이 언약을 자녀에게 가르치라. Wafundisheni watoto wenu agano hili. 그래서 각인시켜. Ndio maana mnapaswa kuweka uchapaji kwao. 못도록 뿌리 내리고 체질해야 되도록 만들어. Wafanyeni usisahau kwa uchapaji, mizizi na tabia kwao. 그게 신명기입니다. Hicho ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Julisheni vizazi vijavyo. 여러분이 앞으로 살아가야 되는 확실한 이유 5가지. Sababu 5 za lazima na sababu ninyi kuishi kule mbele hizi. 여러분과 가문과 후대를 흑암에서 해방시켜라. Wekeni huru familia zenu na kuwezeni kwa mamlaka ya giza. 복음 외에는 다 내버려 버리셔야 돼요. Mbali na injili vyote achieni. 오직 그리스도. Kristo pekee. 역사 일어나게 돼 있어요. Kazi ya Mungu zitatokea tu. 그래서 세계 복음 말 만한 힘을 갖추라. Kuandaeni nguvu za kwenda kufanya uinjilishaji wa dunia. 앞으로 이루어질 중요한 언약이 있으니까
보좌의 배경 가지고 가라. Kwa sababu lipo agano mbele ambalo litakwenda kutimilika, mwende na background ya kiti cha enzi cha Mungu. 가는 동안에 가수도 해야 되지만 가는 동안에 성막 중심으로 살아라. Ingawa mtakwenda kufanya hivyo, lakini mnapokwenda njiani mwende kwa msingi wa mahema. 이 사실을 후대에게 가르치라. Na huu ukweli wafundisheni vizazi vyenu vijavyo. Vitu vitano. 이 축복 여러분을 꼭 받으셔야 돼요. Lazima ninyi mpate baraka hizi. 오늘 결론적으로 뭐라고 되어 있습니까? Leo kihitimisho tunaona kitu gani? 스스로 있는 자의 이름을 가지고 가라. Nenda kwa jina la Niko ambaye niko. 여호와의 이름 가지고 가라. Nenda kwa jina la Yehova. 그래서 여러분이 믿음 안에서 용기를 가질 때요, 치유되기 시작합니다. Mnapokuwa na ujasiri ndani ya agano, uponyaji unatokea. 여러분이 하나님 안 믿어도 낙심해버리면 병이 와요. Hata msipomwamini Mungu, mkivunjika mioyo, magonjwa yanawajia eti. 하나님을 안 믿는데도 여러분이 힘을 내면 몸도 살아나. Hata kama muamini Mungu, ukijitia nguvu, mwili wako unapona, unakuwa hai eti. 그런데 그 용기가 아니라 말이에요. 하나님의 언약 잡고 언약 안에서 용기를 가지면 반드시 기적입니다. Lakini sio ujasiri huo, ujasiri ambao unatokana na agano la Mungu, lazima miujiza na kazi za Mungu zinatokea. 누가 용기를 냈습니까? Nani aliweka ujasiri huo? 요셉이 그랬잖아요. Yusufu alifanya hivyo. 요셉이 언약 딱 잡고 아무리 험한 길 가는데 용기를 가지고 간 거예요. Yusufu alikamata hilo agano kwenye njia mbaya sana, alikuwa na ujasiri, aliweza kutoa ujasiri huo kwa kukamata agano. 완전히 죽게 됐지만은 모세 어머니 요게벳이 그랬잖아요. Ingawa alikuwa amekufa kabisa, mama yake Musa Yokebedi alifanya hivyo. 용기가 아니잖아요. Ule sio ujasiri wa kawaida. 믿음 안에서 가지는 언약적인 용기입니다. Ujasiri ndani ya agano, ndani ya imani. 그 Kamata 용기와 kitu hicho. 힘을 가져야 돼요. Pata nguvu na ujasiri huo. 처음에는 모세가 갈 수 없다고 했습니다. Mwanzoni Musa alisema mimi siwezi kwenda. 맞는 말이거든요. Ni sahihi alivyosema. 나이도 많고. Umri mkubwa. 모세는 지금 도망한 사람이잖아요. Na Musa sasa hivi kwanza si mkimbizi. 갈 수가 없습니다. Hawezi kwenda. 바로왕이 나를 그냥 두겠습니까? Mfalme Farao ataniacha mimi kweli? 백성들이 내 말을 듣겠습니까? Watu kule watasikia maneno yangu kweli? Alikuwa sawa. 여호와가 보냈다고 해라. Kawaambie Bwana amenituma. 정말 이 모세가요. 언약 잡고 힘을 낸 거예요. Musa akamata agano akajitia nguvu. 역사는 난 겁니다. Kazi za Mungu zikatokea. 그래서 여러분이 어려울 때도 그렇고 언제든지 용기를 내면 안 돼요. 언약 안에 있는 용기를 내라. Kuna nyinyi msiweke ujasiri kila wakati wote tu. Wekeni ujasiri ndani na kutokana na agano. 남은 게 뭡니까? Kinachobaki hapa ni nini? 가나안 땅 가는 겁니다. Kuingia Kanaani. 누가 뭐래도 가나안 땅 가는 겁니다. Hata nani aseme nini, wataingia tu Kanaani. 모든 백성이 다 반대해도 가나안 땅 가는 겁니다. Hata watu wote wapige namna gani, kuingia Kanaani lazima kutatokea. 가나안 땅은 왜 갑니까? Kwa nini kuna kuingia Kanaani? 그게 그리스도로 보내서 세계 복음화 해야 될 시작이다 그 말이에요. Huko Kristo ataletwa na mwanzo unyeshaji wa dunia, harakati zitaanza 이 kutokea. 언약을 오늘 여러분이 붙잡는 Leo ninyi kamateni agano hili. 어떻게 붙잡을까요? Tukamateje basi? 실제로 내가 기도 응답받기 위해서는 어떻게 해야 되겠냐 말이에요. Nifanyaje kiwalesi niweze kupata majibu ya maombi yangu? 서러운 부분 잘 봐야 돼요. 서론에서 자꾸 틀리니까 놓친다니까요. Lazima niangalie vizuri kwenye utangulizi, tunapoteza kwa sababu ya kutokamata utangulizi vizuri. 여러분 앞에 있는 위기, 문제, 어려움, 방황 절대 틀린 거 아닙니다. Hatari mbele yenu, matatizo na kutangatanga sio kitu kibaya. 더 중요한 게 뭡니까? Cha muhimu nini juu yake? 우리는 하나님 언약 안에 있는 시간표를 보는 겁니다. Tunaangalia ratiba ambayo iko ndani ya agano la Mungu sisi. 그러면 끝입니다. Basi hapo inakuwa ni mwisho. 그러면 이 5가지 응답은 따라오게 돼 있어요. Basi haya majibu matano yatafuata menyewe tu. 이거는 후대에게 전달해 주면 돼요. Alafu tuwajulishe vizazi vijavyo tu, inatosha. 그리고 언약 안에서 절대 계획 속에 있는 언약 안에서 용기를 내라. Alafu tutoe ujasiri ambao unakuwa ndani ya agano ukamilifu la Mungu kwenye ratiba yake. 오늘 하나님께서 오늘 하루 기도에도 어떤 역사는 날지 모릅니다. Hatujui Mungu atafanya kazi gani kukamata ile agano na kuomba kwa makini kwa siku nzima. 아침에도 얘기했습니다. Hata asubuhi nimesema, 저 다민족 한 사람들은요 한 나라예요. huyu mtu mmoja kutoka taifa jingine ni taifa moja huyu. 우리나라에 선교사 한 명 왔는데 우리나라는 세계 선교 국가로 바뀌었어요. Alikuja misheni moja kwenye nchi yetu, kabadilisha nchi yetu, imekuwa taifa la kufanya misheni duniani kote. 렘넌트 한 명이 언약 잡고 가는 곳은 한 시대를 살리는 거예요. Remnant mmoja kukamata agano na kwenda mahali fulani ni kwenda kuokoa msimu mmoja. 여러분의 헌신이 작은 것처럼 보이지만 그게 큰 생명 운동으로 바뀌어요.
Ingawa kujitoa kwenu ni kama kudogo, lakini kunabadilika kuwa harakati kubwa za uzima. 오늘 전국 세계에 있는 하나님의 제자들 언약 굳게 잡으시기 바랍니다. Naomba leo wanafunzi wote duniani na nchi nzima mkamate agano hili kwa nguvu. 반드시 출애굽되는 역사 일어나게 될 겁니다. Lazima kazi za Mungu za kutoka Misri zitakwenda kutokea tu. 기도하겠습니다. Tuombe. 하나님께 감사드립니다. Mungu ninakushukuru. 오늘 호렙산의 언약을 우리에게 주심을 감사드립니다. Asante Mungu kutupatia leo agano la mlima Horebu. 반드시 이룰 5가지 이유를 우리의 것으로 붙잡게 해 주옵소서. Asante Mungu tukamate sababu hizi 5 za kwenda kutubariki kama za kwetu. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.